Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kwa nini mtu alani wazazi wa watu? Au kwa nini mtu alani wazazi wake? Wanatuambia wanazuoni, ukimuona mtu analani wazazi wake kuanzia mwanzo, yani kwanza kabla kuelezea hili, huwa ni vipi mtu amelani wazazi wake? Asema wala'nul walidaini ibtida'an yakunu bimuwajatihima billa'ni mubasharatan. Kuna namna kuwalani mubasharatan, direct, yani wewe ukawalani wale wazazi wako. Nyinyi mnalana nyinyi. Kama mnalana mngekuwa hivyo. Au huwa kuwalani wazazi si mubashara, si direct, ni indirect. Kwa kuwalani wazazi wa mtu. Kwa sababu tutakwambia wewe ndio ulasababisha wazazi wako walaniwe. Na hii sasa kwa nini tokee hivi? Hii hutokea kwa ule mtu asokuwa na haya, wala hana hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Na ukaona sharia imetukataza sisi kukaa na watu ambao kwamba hawana haya, hawamwogopi Mwenyezi Mungu, hawana murua, hawana heshima, hawana, tusikae na wao. Kwa nini? Kwa sababu kwa wao kutukanana ni kitu very easy, very simple. Aweza kutukana wakati wote. Sasa anaweza kukusababisha wewe umtukane wazazi wako, utukane wazazi wako. Utakuta kuna watu kila kikaa ni kutukanana, akwenda mshenzi, pumbavu wewe na wazazi wako. Au Waswahili huko wana maneno hayastahiki kuyazungumza, yaelekezwe kwa wazazi. La, haifai. Utakuta kwenye ndimi zao kwa kulaaniana na kutukanana mkwingi kushinda hata kusalimiana. Kwa hiyo yatakiwa tuepuke marafiki wa namna hini, maskani ya aina hini, watu wa namna hini wenye kulanilani sana wazazi. Huyu utakuta sengine mtu alani, huyu utakuta sengine yuwatukana, haya yote sababu ya msingi ni kwa mtu dini yake dhaifu. Sababu ya msingi imani yake ni ndogo. Sababu ya msingi khissatun fi tabi'i, tabia yake ni khasis, yani tabia ya duni, tabia ya chini, tabia ya udhaifu, tabia ya yani hana tabia ya kisawasawa. Wal'iyadhu billah, wal'iyadhu billah. Utashangaa wewe, vipi mtu ataweza kutukana wazazi wake? Vipi mtu ataweza kuwalani wazazi wake? Hili jambo halikubaliki kiakili, halikubaliki kimawazo, halikubaliki kifikra. Ni jambo gharibu wa mustabad mtu atukane wazazi wake. Na mwingine aweza kuambia itawezaje? Yaani mtu amwambie wazazi wake nyinyi mnalana? Haiwezekani. Mtu amwambie wazazi wake nyinyi washenzi, nyinyi wapumbavu? Haiwezekani. Lakini sasa mtu atafahamu ni vipi mtu watukana wazazi wake. Ni vipi mtu huwalani wazazi wake kwa kulani wazazi wa mwenzake, kwa kuwatukana wazazi wa mwenzake. Tena nasallallahu salama wa talafia. Henda ukalipata ile jambo pengine kwa mashekhe. Mtu aseme yule kwanza si mwana halali kamwe. Unajua umemtukana mama wa mtu. Unaposema yule si mwana halali kamwe, yasemekana kwamba kwanza yule si mwana halali. Wajua hamwambii mtu si mwana halali ila ambaye kwamba yeye si mwana halali. Na tuliwahi kutoa kiswa pengine kwa faida ya wasikilizaji. Kuna baba mmoja aliandika wasia. Akasema alikuwa na watoto watatu. Wa kwanza akiitwa Abdullah,
wa pili Abdullah, wa tatu Abdullah, na hakuandika Abdullah akbar, awsat wala asghar, wote wameita Abdullah, au kwa lugha ya kwetu Abdallah, wote Abdallah. Lakini alipoandika wasia aliandika Abdullah yarith wa Abdullah la yarith wa Abdullah yarith, yani kuna Abdullah tarithi, kuna Abdullah harithi, kuna na Abdullah tarithi. Alipokufa huyu baba, zamani kila mmoja alikuwa akiheshimu sana wasia, will. Kila mmoja alikuwa akiandika will, kujulikana nani anafaa kurithi, nani ambaye hafai kurithi. Bilmunasab, kisomo ile wasia, Abdullah yarith, Abdullah la yarith, Abdullah yarith. Abdullah mmoja atarithi, mmoja harithi, mmoja atarithi. Ni yupi Abdullah sofaa kurithi? Sote ni Abdullah, na baba mmoja mama mmoja. Sasa wakamuuliza mama, mama akamwambia mimi siwezi kujua, nendeni kwa kadhi, kadhi uko mji mwingine. Wakatoka watu watatu, wote waitwa Abdullah. Walipofika njiani wakapambana na mtu, ule mtu akawauliza, mumemuona ngamia wangu? Sikiliza kwa makini hichi kiswa. Je, mumemuona ngamia wangu? Mmoja akamwambia, ngamia wako Ntongo? Akamwambia naam. Wa pili akamuuliza, ngamia wako ni kiwete, yani mguu mmoja ameumia, yatembea na miguu mitatu? Akamwambia naam. Mmoja akamuuliza, ngamia wako amekatwa mkia? Akasema naam. Wakasema hatujamuona. Sifa zote walozitaja ngamia anazo, kisha jawabu ananiambia mimi hatukumuona, haiwezekani. Yule bwana akatoa upanga akamwambia, lazima nyinyi mmemuona ngamia, mutamtoa ngamia au twendeni nikawashtaki kwa kadhi? Akamwambia huna haja, rudisha upanga wako, si wenyewe tumetoka huko tutokako twendao kwa kadhi. Wakaenda mpaka kwa kadhi, kadhi uko mji mwingine. Yule bwana akaenda kwa kadhi akashtaki. Aliposhtaki kwamba hawa wamemuiba ngamia wangu, wale wakamwambia sisi hatujamuiba ngamia wake. Akamwambia haiwezekani, lazima nyinyi mmemuiba ngamia wake, sababu wewe mumeeleza sifa zote. Wakasema ni kweli tumeeleza sifa zote, lakini sisi hatujamuona ngamia, wacha kumuiba hata kumuona. Akasema mumejuaje basi? Akasema sisi tumeona njiani kwenye nyasi zimeliwa upande mmoja. Kawaida ngamia anayeona hula huku na huku, lakini huyu haoni, amekula upande mmoja tu, tukajua huyu ngamia ni kipofu. Yule alouliza, je, ngamia wako jicho moja haoni? Akatoa sababu. Mwingine akasema mimi nimeona sati ni miguu mitatu, nikajua huyu ngamia mguu mmoja ameumia. Mmoja akasema kawaida ngamia akiwa na mkia wake choo humwaga upande hunu na hunu, kila akijisaidia haja hupeleka mkia huku na huku, lakini ngamia huyu choo chake kimeshika laini moja, ina maana hana mkia, lakini hatujamuona, si wafugaji. Yule kadhi akasema la, mimi sijaamini, waitieni ndani. Wakatiwa ndani. Wale bwana wakasema kabla hatuja kutia ndani, sisi pia tulikuwa tumekuja kwako, tuna kesi. Akamwambia kesi yenu? Akamwambia sisi babetu, mimi naitwa Abdullah na huyu aitwa Abdullah na huyu aitwa Abdullah. Yule kadhi akashangaa, akamwambia sisi tumekuja hapa lengo na dhamira, babetu ana will, ameandika wasia, ameandika Abdullah mmoja atarithi, Abdullah mmoja asirithi, Abdullah mwingine arithi. Sasa hatujui ni Abdullah gani afaa kurithi au Abdullah gani hafai kurithi. Kadhi akamwambia watu tutafikiria katika kesi yenu, lakini wapelekeni ndani. Kadhi akaamrisha mtu mmoja afungwe na wao, yule mtu awe kama jasusi, kuwasikiliza wale watazungumzia nini kuhusu kadhia ya huyu ngamia, kwamba wamemuiba, wameshajitetea, dili imeshafaulu, wameshapata nini na nini. Yule bwana akatiwa ndani. Wale bwana wako ndani, akatiwa na mtu mmoja ndani. Walipoletewa chakula, mmoja akasema jamanini, una habari? Hii nyama si nyama ya mbuzi, hii ni nyama ya mbwa.
Wa pili akasema huyu mwanamke aliyopika hii mikate, hizi chapati, huonesha ana mimba. Wa tatu akasema huyu kadhi yaonesha ni mwana haramu, si mwana halali. Basi ule bwana akala na wao. Alipomaliza akaja akatolewa ule bwana. Yule aliotiwa kama jasusi akaja akatolewa, akampelekewa kwa kadhi. Kadhi akamuuliza, nipe kuna habari gani? Akasema habari zilioko ni nzito sana. Niambia. Asema kwanza mmoja wao alisema bwana kwamba huyu nyama tuloletewa sisi hatukuletewa nyama ya mbuzi, ni nyama ya mbwa. Mwingine akasema huu mkate alopika huyu mwanamke aonesha ana mimba, tena mimba yake kubwa karibia kuzaa. Watatu akasema, watatu Maulana utanisamehe, sitoweza kulisema. Akamwambia sema. Akamwambia utanipa amani, hutoniadhibu, hutonikasirikia? Akamwambia wewe sema tu. Akamwambia la tatu anasema huyu kadhi ni mwana haramu, si mwana halali. Hukujua, lakini wamesema kwa sababu gani? Akasema yule mmoja alizungumza akasema nyama ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, wanyama wanaoliwa kawaida yake huwa ni nyama mwanzo ule mnyama mwenyewe ni ngozi, baada ya ngozi ni nyama, baada ya ngozi ni mafuta, baada ya mafuta ni nyama, baada ya nyama ni mfupa. Lakini nyama za simba, chui, mbwa mwitu, wale wanyama wakula nyama, mwanzo ni ngozi, pili ni nyama, tatu ni mafuta, kisha mifupa. So Mungu ameweka ile mifupa yao isishikane na mafuta kwa sababu ya kuweza isishikane na nyama ili waweze kukimbia kwa haraka sana. Sasa hapa huyu aonesha si mbuzi, huyu ni mbwa mchanga amechinjwa. Na wapili akasema kwamba alopika huu mkate ni mwanamke una mimba, tena mimba kubwa. Umejuaje? Akasema huoni mkate umefura upande mmoja, kwa sababu alikuwa hawezi kusukuma mpaka huku kwa sababu ile tumbo limezidi. Na watatu akasema bwana huyu kadhi aonesha si mwana haramu, si mwana halali, kwa sababu ametuma mtu kutuchunguza hapa ndani. Huyu aliyokuja na sisi hapa ni mchunguzaji, na kawaida hafanyi tabia hii, ila mwana haramu. Mwana halali hapendi kuchunguza watu. Mwana chisi, mwana haramu ndio mwenye tabia ya kuchunguza watu. Kadhi mwanzo akataka kujua ni ukweli, akamuita mchinjaji. Akamwambia, bosi, wale watu waliokuwa ndani jela kule mmewachinjia nini? Mbuzi. Akamwambia haiwezekani, niambia kweli. Mbuzi, niambia kweli. Wakambana, akamwambia tumewachinjia kijibwa. Kwa nini? Asema tumetafuta mbuzi hatukupata, tukaona bila kuwalisha chakula bila kitoweo haiwezekani, na kuwa ni watu wamefungwa, tuwachinjie mbwa tu, watakula, hawatojua. Na alopika mkate nani? Akasema ni mke wake fulani. Hali yake anasema ni mjamzito mwezi wa 8. Mawili tayari. Sasa la tatu nitalihakikisha vipi? Maana la tatu wamesema kadhi si mwana halali. Kadhi kabidi aende kwa mamake. Mama, mimi nimekuja na samahani, sikuja kwa vita wala nini, lakini nimekuja na kuomba mamangu, kwa hisani yako nipe ukweli wangu, mimi babangu nani, mwanangu yametoka wapi masala haya. Akamwambia hayawezekani kwa yametoka wapi, mimi naomba tu nijue uhakika babangu ni nani. Babako ni huyu, babako sijui. Akamkazania mpaka mwisho, akamwambia sikiliza mwanangu, babako alinioa mimi, ilikuwa hafai, hawezi kufanya jambo lolote, na ni mtu ni tajiri, ana na mapesa. Nikaona mimi nisipomzalia mtoto mali nitayakosa, nikamtafuta mtunga wanyama, nikalala naye, akanipa mimba. Babako ajua wewe ni mtoto wake, lakini wewe si mtoto wake, wewe mwana haramu. Hawa watu mahodari
wameweza kunijua mpaka mimi mwana haramu, mimi siku zote sijijui mimi mwenyewe. Basi kadhi akakaa, akawaita wale watoto, akawaambia wale barobaro watatu, nani alosema kwamba ile nyama mulopikiwa si ya mbuzi ni ya mbwa? Akasema ni mimi. Akamwambia wewe utarithi. Nani alosema kwa alopika mkate ni mwanamke mjamzito na karibia kuzaa? Ule Abdullah mwingine akanyosha mkono akasema ni mimi. Akawauliza na hili la tatu nauliza, nani alosema kwamba kadhi si mwana halali ni mwana haramu? Akasema ni mimi. Akamwambia wewe ndo hurithi. Akamwambia umejuaje wewe kadhi kwamba mimi ndo sirithi? Akasema hawezi kumjua mwana haramu ila mwana haramu mwenzake. Yaonesha wewe huyu si babako. Si babangu. Akamwambia nani babangu? Sisi ni ndugu baba na mama. Akamwambia nenda kamuulize mamako, atakuelezea. Wale wakarudi. Waliporudi wakamueleza mama. Mama akasema ni kweli, mimi si mamako wala huyo baba alikuwa si babako. Kivipi? Asema babako, huyo baba ambao kwamba wewe muita baba, alikuja siku hiyo msikitini akakuta mtoto mdogo yualia. Mtoto mdogo ametupwa msikitini swala alfajiri, hajulikani ule mtoto manani. Akamchukua mbele za watu akasema shuhudieni, huyu mtoto mimi nimemwokota na huyu mtoto atakuwa ni wangu, lakini yeye hakukuzaa wala mimi sikumzaa. Kwa kutaka kukustiri usijulikane, akakupa jina la Abdallah. Ikawa kuna Abdallah na Abdallah na Abdallah, wakajulikana yote Abdallah ni ndugu baba na mama, lakini wewe mimi si mamako wala huyo alokufa si babako. Lakini umejuaje? Ndo akaelezea akasema ni kweli, hamjui mwana haramu ila mwana haramu, na hamtukani. Hawezi mwana halali kuwatukana wazazi wake. Ukiona wewe walani wazazi wa watu, jua wewe mwenyewe una lana, na huwezi kupata lana ya wazazi ila kwamba wale si wazazi wako. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea sifa za yule mtu mbaya alisemaje? wala tuti kulla halafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lilkhairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim. Ni mtoto wa kuzini. Ona, hatukani watu, hakosei watu heshima, halani wazazi wa watu, ila mwenyewe lazima huyo atakuwa na kasoro katika nasaba. Na saa zote mtu kutukana watu, yule bwana sisi kwanza hata hatumwamini, yule kwanza haaminiki, yule semekana kwanza mwana haramu. Wewe utukana watu, wataka uchunguzwe, wataka uangaliwe DNA yako, kwa sababu kutukana kulani wazazi wa watu ni jambo kila mmoja staajabu. Na ndio kaona hata wazazi wanapomsikia mtu amemtukana mzazi wa mtu, kila mmoja hushika mdomo. La ilaha illa Allah, vipi? Kwa sababu ni jambo halikuzoeleka, ni jambo halikubaliki. Halipatikani jambo kama hili ila kwa mtu ambaye kwamba kwake yeye utapata indahu inhitatul akhlaq, kumepomoka tabia, hana tabia kabisa, hana murua, hana heshima, hana adabu, ndo akatukana watu. Kwa hiyo tahadhari kutukana watu, tahadhari kulani wazazi wa watu, tahadhari kumwambia mwenzako mwana haramu, mkawa mumefanana wewe na yeye kumbe. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.